Wa Mungu, natumaini mko salama kokote mliko. Mungu wetu apewe sifa. Ninakuja na swali. Mpendwa unayenisikiliza, je, unajijua we ni nani kwenye familia yako? Na ikiwa utajijua we ni nani, utafanya kile ambacho unahitajika kufanya kwenye familia yako sawasawa na vile ulivyopokea kwa Mungu. Tukisoma kitabu cha Mwanzo sura yake ya 47, tutamkuta mtu ambaye anaitwa Yusufu, naye alifanya kile ambacho alitakiwa kufanya katika familia yake, sababu alijijua yeye ni nani na amepokea nini kutoka kwa Mungu kwa faida ya familia yake. Pamoja na yote aliyoipata kutoka kwa familia yake ya kumvunja moyo, ya kumweka uchungu, lakini sababu yeye alijijua yeye ni nani, alihakikisha kwenye sura hiyo mstari wake wa 11 mpaka 12 amefanya kila ambacho alichohitajika kukifanya juu ya familia yake. Alihakikisha anawapatia mahali pema pa kuishi. Alihakikisha anawalisha chakula kizuri hata kama ilikuwa ni wakati wa ukame. Familia yake ikafarijika na ikaheshimika. Mtu ambaye anajijua yeye ni nani na amepokea nini kutoka kwa Mungu ajili ya watu ambao yuko nao, anakuwaka ni mtu wa kusamehe, anakuwaka ni mtu wa kuangalia mbele. Hapo nazungumzia kwa kina baba. Umejijua we ni msaada wa familia yako? Ndio maana pale ulipopitia kwenye shida ile na ile, Mungu hakukuacha mpaka kufikia hapa ulipo. Umeinuliwa, mnakuwa na jina kubwa, mafanikio mengi. Unajua we ni nani? Kama unajua we ni msaada kwa familia yako, utakuwa mtu wa kusamehe, kuachilia yote ambao waliokutendea kama kosa na kuwahudumia wale wahitaji, wale wote wako chini ya mkono wako, waishi mema kutoka kwako. Hakikisha kuwapatia makazi mema, hakikisha kuwalisha na kuwavika, sababu Mungu amekuweka pale ajili ya wao. Watu ambao wanajijua wao ni wanani ndani ya familia zao, wakajua kweli wao ni wakina Yusufu, ni watu wenye kuwa na moyo mkubwa, ni watu wanasamehe kwa haraka, ni watu wanaleta furaha katika familia zao, ni watu hawajali laumu za watu wa familia zao. Kama gisi leo watu wengi wamepata fursa wala neema ya kuvuka ngambo ya pili, yani Ulaya. Mara mingi watu wenye kuwa kwenye nchi zetu hizi za Afrika wanakuwa ni watu wa lawama. Mbona uniiti, umetutupa, mbona. Mtu mwenye kujijua yeye ni Yusufu wa familia yake atajua ndio sababu nimefika hapa. Lawama ya ndugu yangu siwezi kuifuatilia, bali mimi nitafanyikisha kile ambacho natakiwa kufanya. Hautafata zile lawama, na ikiwa wamekulaumu haraka haraka ni sababu wanajua kama wewe umesimamishwa kwa Yusufu wa familia zao. Mwanamke au dada ambaye anajua kwamba yeye ni Esta wa familia yake, atahakikisha amefungua na kuokoa familia yake kutoka mateso, kutoka umaskini, kutoka vifungo vya aibu. Unajua umaskini unaleta aibu kwenye familia. Familia ya Wayahudi ambayo ni familia ya Esta ilikuwa ilishahukumiwa kifo.
Inawezekana familia yako imehukumiwa kifo cha nini? Cha umaskini. Aibu imewavaa. Lakini kama wewe umepata mume mzuri mwenye uwezo, ujue kwamba sio kwa faida yako wewe mwenyewe. Sababu Esther alijijua kama yeye eko pale alipo kwa mpango, ndiyo maana hakunungunika wala kuuzika pale ambapo Mordekai halimlaumu na kumwambia, ikiwa we hautajua sababu ya we kuwa ndani ya nyumba ya mfalme kama mke wake, ukaweza kutuletea si msaada leo, ujue Mungu atatokeza msaada wetu mbali na we. Atautokeza msaada wetu mahali pengine. Esther akafunguka macho, akasema, bon, kumbe niko hapa ndani ya nyumba ya mfalme ili nitokeze msaada, niwe msaada kwa taifa langu, kwa familia yangu. Neno ya Mordekai haikumuumiza Esther, hata kama ilionekana ni neno la shutuma, sababu Esther alikuwa mwanamke mwenye maono, na akayasimamia yale maono, akayafanyia kazi. Kutoka tangia sura ya 3 mpaka sura ya 8 mstari wa 6, Esther akasema mbele ya mfalme, itawezekanaje mimi niwaone ndugu zangu, nizidi kuwaona ndugu zangu kwenye mateso? Dada, pale mpenye upo ni ajili ya familia yako, ni ajili ya kaka zako, ni ajili ya dada zako, ni ajili ya ndugu zako katika familia, ni ajili ya wazazi wako. Kesi yako iliendelea vizuri mpaka ukavuka ngambo. Ni ajili uhakikishe familia yako inakaa salama, kama gisi Esther alihakikisha familia yake inakaa salama. Hakuna tena hukumu wa kifo, hakuna tena njaa, hakuna tena madharau ndani ya jamaa. Ikiwa utajijua, utafanya jambo ambalo unahitajika kulifanya, hata kama unapokea lawama, unazidi kupokea lawama kutoka kwa watu wa karibu yako. Usiache kuwahudumia. Wakiwa wagonjwa, uwanunulie dawa. Wakiwa na shida, uwasapoti. Usitokee kuja kununua jeneza ya kumzika ndugu yako wakati alikuwa mgonjwa, haukuuza dawa. Wakati alikuwa anahitaji kula, eko na njaa, haukumpea chakula, sababu ya tule tumakosa tudogo tudogo. Uwe na moyo mkubwa wa kusamehe na kuachilia, ili ufanyikishe kile Mungu alikuwekea ndani ya familia. Ukitokea kutoka chini ya jua bila kufanyikisha kile Mungu alikupatia kufanya ndani ya familia yako, atakuuliza. Popote ulipo, mtu wa Mungu, ikiwa umesimama kama Yusufu ndani ya familia yako, we baba, we kaka, Mungu akubariki. Popote ulipo, we mama, we dada, ikiwa umesimama kama mwanamke Esther katika familia yako, na kuombea mchungaji Lilian, Mungu akubariki sana, na abariki kila kazi ya mikono yako. Mungu akushindie na kila adui wa maisha yako, na kila adui wa kazi yako na mafanikio yako. Mungu akulinde wewe na wako, akulinde na vyako vyote, ili familia yako iendelee kuishi furaha. Ubarikiwe sana.